nani GC aje nangu Nipakeni hiyo kama mlivyokuwa mmekaa. naomba maiki yako Msheni bodi ya ligi ondoke. Bandi kaa vizuri. usiongee kwanza mpaka nitoke. Mwambie bodi ya ligi. Mmekaa vizuri. Etuso. Kwa nasemaje? Semaji, mara ya mwisho kuzungumza nawe nilikuuliza kuhusiana na timu kubwa ambazo zimetoka nje ya viwanja vyao vya nyumbani zimeshindwa kupata matokeo, lakini ukasema nisikufananishe nao, na leo kweli umetoka nje ya uwanja wa nyumbani, mechi ya kwanza ugenini imepata ushindi. Hii unaizungumziaje? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi. Haikuwa kidogo, kila mmoja ameona ugumu wa mchezo huu, na uzuri ni kwamba tulishajiandaa psychologically kukutana na upinzani mkubwa namna hii. Moja kati ya timu ngumu sana hivi sasa katika ligi yetu ya Tanzania. Na nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza mwalimu Ahmad Ali kwa namna ambavyo ameitengeneza JKT na kuifanya kwa moja kati ya timu shindi. Tumezoea kuiona timu ya JKT ama timu zenye muktadha wa kijeshi wakitumia nguvu zaidi kuliko ufundi, lakini tangu ujio wa mwalimu Ahmad Ali ameibadilisha JKT. Sasa inatumia nguvu, lakini vile vile wanatumia mipango mingi ya kiufundi. Unaona JKT wanaanzia mahali kuanzia chini, wanapiga pasi moja mpaka wanafika langoni kwa mpinzani. Ni mabadiliko makubwa ambayo ameifanya technician Ahmad Ali, na kwa hilo kusema kweli anastahili kila pongezi, na kama taifa tuna kila sababu ya kumtazama Ahmad Ali kama lulu kubwa katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini pamoja na ubora waliokuwa nao JKT Tanzania, bahati mbaya kwao wamekutana na Simba Sports Club isiyoshindika. Isingewezekana kwa namna yoyote ile JKT Tanzania kupata ushindi au kupata walau sare mbele ya Simba Sports Club. Kitu kikubwa ambacho wamekipata leo na wana kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata kagoli kamoja mbele ya Simba, lakini isingewezekana wao kupata ushindi ama hata kupata alama moja kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Tuliwaheshimu, tuliweka mpira chini, tukaangalia namna gani tunaweza tukawafungua. Kipindi cha kwanza ikawa ngumu, kipindi cha pili meneja Dimitar Pantev akabadilisha mipango yake ya kiufundi sanjari na kubadilisha wachezaji, na tumeona imetulipa. Tumepata mabao mawili na almanusura tupate bao la 3 la Eli Mpanzu, lakini yote kwa yote sisi tunao furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumepata. Tumeendeleza maximum winning na 100% winning kwenye mechi zetu. Mechi 3 tumeshinda mechi zote. Hakuna timu yeyote ya ligi kuu ya Tanzania msimu huu ambayo imefanikiwa kushinda mechi 3 mtawalia. Ni Simba Sports Club. Umeridhika? Nimeridhika 100%. Of course bado kuna kazi kubwa ya kuendelea kufanya, kuiboresha timu yetu, kuweza kutumia zaidi na kutengeneza zaidi nafasi. Hiyo ni kazi ya mwalimu wetu Dimitar Pantev. Sisi mashabiki tumeridhika, tulikuja kufuata ushindi, tumeupata ushindi, tuna ganga yajayo. Bwana Morris Abraham kwa alichokionyesha, kuna muda anakuja kama Lamine anakataa, kuna muda anakuja kama Messi anakataa. Namzungumziaje? Amekuwa kila akipata nafasi anaonesha ubora wa hali ya juu sana. Na tangu amekuja, hii ni mechi ya 3 ya ligi kuu, tumecheza mechi 4 za kimataifa. Zote hizo ambazo amepata nafasi, aidha akianza anakuwa na mchango chanya, akiingia kutoka kwenye mabadiliko anakuwa na mchango chanya. Ni mchezaji wa daraja la juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia anakuwa na option nyingi. Anaweza akakatiza uwanja akaingia kwenye goli, anaweza akapiga pasi mtelezo, anaweza akashoot. Ni mchezaji ambaye amekamilika kwa 100%. Pasi mtelezo ikoje hiyo?
Pasi mtelezo ni ile ambayo watu wamekaa wengi kwenye kikundi, alafu unapenyeza katikati yao, inapasua. Ndicho ambacho alifanya hata kwenye utengenezaji wa goli la pili. Alipenyeza katikati ya mabeki watatu wa JKT, wakatamani kama kuigusa hivi, ikawaporochoka, ikamkuta Simba mweusi, akafunga walete. Mechi zote mlizocheza ametoa man of the match. Leo ilikuwa ni zamu ya Wilson Nangu. Beki wa namna gani? Tulijua moja kati ya silaha ambayo tutaitumia kuangamizia JKT Tanzania ni silaha mbili, ya Wilson Nangu pamoja na Yakubu Suleiman, na imetulipa. Kwanza imeonyesha kwa nini tuliwaamini na kuwasajili, lakini inaonyesha ni kwa namna gani ilikuwa ngumu kumsajili mchezaji aina ya Yakub pamoja na Wilson Nangu. Na leo wamefanya kazi kubwa. Wilson Nangu ameibuka shujaa, anakuwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, lakini kama haitoshi, ndio mchezaji ambaye aliyeturejeshea pumzi na matumaini wanasimba. Baada ya JKT kuwa ametutangulia, pumzi ikaanza kukata, watu wakaanza kukata tamaa, lakini ni Wilson Nangu alisema ya kwamba turejee katika mchezo kwa kufunga goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC, lakini ni goli la pili tangu amekuja Simba Sports Club. Kwa lugha nyepesi, yani kwa lugha nyepesi kweli kweli, mabeki wetu watatu wakati wana magoli mengi kweli kweli. Wilson Nangu ana magoli mawili, moja kwenye Champions League, moja kwenye ligi kuu ya NBC. Inspector Karabwa Shamo ana goli mawili, nikumbusheni. Ana goli moja. Rushain De Rock ana magoli mawili. Rushain De Rock ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo hivyo kwa Wilson Nangu ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi katika ligi kuu ya Tanzania. Hii inaonyesha ni kwa namna gani silaha hii ambayo tuliichukua kutoka JKT iko timamu kwenye kuitumikia Simba Sports. Ndio tuseme bahati njema kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Leo tuliko ugenini nyumbani. Ugenini kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya wingi wetu, lakini nyumbani kwa maana ya kufungua bismillah matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kila kitu kimekwenda vizuri, na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani hii leo kuja kutusupport. Nilikuwa napata hofu sana wangetuacha peke yetu, tungejisikia unyonge. Na kama haitoshi, JKT wana vijana wao fulani hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana. Leo nadhani hawajaja. Sasa nikawa nawaza majukwaani wakitawala, wale vijana wa JKT wamenyoa vipala, wanacheza na kushangilia muda wote. Sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia unyonge. Lakini washabiki wetu wamekuja kwa wingi, na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa, wamekuja nayo, na tumeikamata Meja Isamuyo. Tumefurahi. Ni wapongeze mashabiki wote ambao wamekuja uwanjani na utaratibu ambao wameutumia kuja uwanjani. Wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja, kwa sababu logistics za usafiri kwa huku Mbweni Ushuani ni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake, kwa hiyo daladala ni changamoto. Daladala zinapita kule Bunju bisi Bunju Latifu unaona huko unakaa mbali mama, lakini leo unaselelea kabisa, ndio daladala zinapita huko kule, midi uchukue tena Magengeni, uchukue bodaboda nyingine tena uje mpaka huko. Sasa walichokifanya mashabiki wa Simba ni kwamba wametengeneza kwa utaratibu, kila tawi, kila kundi wanachangisha nauli zao, wanakuja uwanjani, gari inapaki hapo, ikiisha naingia kwenye magari yenu, narudi mjini. Na mechi zinazokuja ambazo sisi tutakuwa nyumbani hapa Meja Isamuyo, waje kwa mtindo huo. Tuendelee kuiunga mkono Simba yetu, huu ni mwaka wetu. Pantev mechi yake ya kwanza ya ligi. Bila shaka kuna ujumbe ameupata kupitia mechi hii. Ujumbe wenyewe ni kwamba hii ligi ni ngumu kweli kweli.
hawa JKT Tanzania kwa namna ambavyo wameonyesha kiwango bora hii leo. Bila shaka mwalimu ana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha vijana wake, kwa sababu kitu kizuri ukianza na ugumu inakufungua zaidi ya akili, ufanye maandalizi makubwa zaidi, kwa sababu kunakoelekea unaamini patakuwa pagumu. Lakini ukianza na mchekea unampiga mtu bao 4 bao 5, psychologically unakwenda kuamini kwamba ligi ya Tanzania kumbe ni mseleleko namna hii. Lakini ukianza na watu chuma namna hawa kama JKT, bila shaka mwalimu kuna homework kubwa ambayo ameipata hapa na anakwenda kuifanyia kazi. Kuifanyia kwake kazi ni faida kubwa kwa maendeleo ya Simba Sports Club. Kuhusiana na kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye michuano ya kimataifa, bado mko pale pale? Sisi tunatumia Benjamin Mkapa, nowhere to go. Mechi zetu za nyumbani zitakuwa Benjamin Mkapa. Wenzenu wamevuka maji, wanasema wanasafisha. Mtabaki wenyewe. Kimsingi lazima mtambue kwamba Benjamin Mkapa is not for everyone. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Ule uwanja umetengenezwa kwa ajili yetu. Ule uwanja sisi ndio tunajua kuutumia. Ule uwanja sisi ndio wenye miliki nao. Na sisi ndio klabu pekee ambao tumeshawahi kutoa fedha yetu kwenye ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi ule uwanja unatuhusu kwa 100%. Hivyo hatuna pa kuhama kama hakuna sababu ya msingi. Kwa hiyo Benjamin Mkapa sio kwa kila timu. Unaweza ukatamani kucheza Benjamin Mkapa, lakini ukawa huna uwezo wa kucheza Benjamin Mkapa. Unaweza ukawa na, unajua kuna kutamani na uwezo. Unaweza ukawa na hamu ya kutumia Benjamin Mkapa, lakini huna hadhi ya kutumia Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Hata ukirejea historia yake, sababu ya kujengwa Benjamin Mkapa ni sisi Simba Sports Club. Baada ya hayati Benjamin Mkapa kuona mashabiki wa Simba ni wengi kuliko uwezo wa uwanja wa Uhuru, akasema inabidi kujenga uwanja mkubwa zaidi. Ndio tukajengewa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni Benjamin Mkapa, Simba Sports Club. Ahmed, kwa kumalizia, mashabiki wengi wanazungumza, wanasema kwamba ukiona timu yoyote iko juu ya msimamo wa ligi, basi ujue Simba Sports Club bado hajacheza. Tunaongoza ligi tuna alama 9. The only team in Tanzania ambayo haijapata sare, the only team in Tanzania ambayo haijadondosha point. Sio kama tunajivuna, lakini tunaendelea kukusanya pointi siku hadi siku. Semaji taarifa ya Pepili Kamara, maana maneno yameweza kuzungumzwa kwamba atakosekana kwa muda mrefu. Nitamaliza story zote sasa. Zitunzeni hizo.